Ameshinda pambano lake na Nigeria. Pengine utumie nafasi labda kumpongeza baada ya kumpiga mpinzani raundi ya pili tu. Siwezi kumpongeza. Natoka mara kwanza siwezi kumpongeza kwa sababu nimpongeze kitu kipi? Kwa sababu bondia akaingia pale yani sijui kamuokota wapi bondia. Niongea ukweli yani. Ila tu mashabiki hawajui kinachoendelea. Lakini pale ukumbini watu wote waliomaliza mechi walilalamika sana kuhusu kiingilio chao, wanalalamika kwamba bwana mambo gani haya? Bondia kaingia pale ngibuti na vumbi, yani swika ngibuti na vumbi, yani swika hiyo tapi. Ngibuti ngoja pale akasema, huyu bondia katoka wapi?" Yaani ukiangalia bondia wote walioingia wa Tanzania hapa, mabondia walioingia kucheza. Kuna buti kama 4 pale. Kuna Hassan Ndonga, kuna nani huyu Boyka, wamecheza ngumi nzuri sana. Kina Debola Mwenda, ukiangalia kina nani ya Ahmed Flaisha, wakina Ahmed Pelembela, umecheza ngumi nzuri mpaka unasema hizi ngumi bwana, hizi ngumi zimependeza kule Tanzania, tumeenjoy. Lakini ngoja kile kiumbe mwisho kila tuelewe kimetokea wapi, si kimetoka mzimu wapi. Kwanza ni babu kazeeka. Yani ninachosema tu kwamba Watanzania labda tusiwafanye wajinga sana, kwa sababu sometimes kuna muda inabidi tuwaaminishe Watanzania kwa ubora tulionao. Lakini tusiaminishe kwa maneno tu kwamba sisi ni machampioni, sisi tunafanya hivi. Unacheza mtu ana miaka karibia 52 50 huko. Alafu unasema eti umecheza ile ya kuedit. Ile miaka ya box record tu ile. Watu wengi hata Tanzania hapa kuna watu kibao, mtu mzee akiwa mimi na miaka 30, sina miaka 25, hiyo ya kuedit hiyo inajulikana hiyo. Yule sio kama mko tatu tujui, yani yule ni mzee, yani kwenye miaka 30 tusiongee uongo yani. Tusiongee uongo. Miaka 36. Kuna sura hapa nje mtu miaka 36 unaona kabisa huyu bwana mbona kama bado mtoto. Lakini pia kabisa au labda wenzetu wa Nigeria wanaanza kuzeeka afu wanakuja ujanani labda. Tuseme hivyo labda. Kwa sababu ukiangalia mzee wewe kusema miaka 36. Hata mwenye kiletwa bwana huyu haya muangalie. Miaka 36. Mtu anapigwa ngumi tu, yani ngumi si ngumi, mtu kashaka aendelee. Huu mwezi wa kwanza tunajua kila mtu ana majukumu. Mzee watu kaja hapa kaja kufuata ada ya watoto, apate ada aenda kalipia watoto shule basi. Tuseme ndio hicho.